tujifunzeni jicho la rehema, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwatizama mara nyingi waja kwa macho ya rahma. Akikutizama kwa rehma mara 6, basi unapata taufik ya kusali sala 5. Wengi zinawashinda, lakini ukiingia msikitini sema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu kanitizama mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3, bado sijatosha kuingia msikitini. Ilipofika mara 6 na mimi pakiadhiniwa na kimbia msikitini, hii ni ainur rahma. Watu wengi wana mapesa lakini hawajaenda Maka kuhiji. Kwenda Maka si uwezo, mpaka utizamwe kwa jicho la rahma mara 10. Lakini pia jicho likirudia mara nyingi sana mpaka mara 70, unakwenda fi sabilillah, unakuwa mujahid fi sabilillah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mujahid ana fadla kubwa, akiuawa kabla tone lake la damu halikutua chini, ashafutiwa madhambi yake yote. Na kwenda sabilillah si kutaka, mpaka taufiki ya jicho la rehma mara 70 kutizame. Mambo makubwa. Mwenyezi Mungu ana rehma 100. Rehma moja kaitoa, imekuja duniani. Kwa rehma hii ya tarahum albawahim, kwa rahma hii ndo maana simba ni mkali, lakini si mkali kwa mtoto wake. Ng'ombe anamka hovyo, lakini hakanyagi kifaranga chake, anakionea huruma. Mama anamhurumia mtoto wake mchanga. Ni rehma moja tulioshushiwa. 99 zimeachwa kule mbinguni ili akawahurumie waja siku ya Kiyama, wasipate kuingia motoni, waingie katika rehma zake, wasiingie katika ghadhabu zake. Introduction nafikiri ushafahamu nikisema jicho la rehema nini na maanisha. Bwana Mtume Muhammad leo ndo arwatul amthila, ndo good example to play naye. Leo utapata hapo somo, kwa sababu Mtume rehma na amani ziwe juu lake ameweza kuamini mambo ambayo wengine hawakuweza kuyaamini. Lakini aliweza kuona vitu ambavyo watu wa kawaida walishindwa kuviona. Na mimi na wewe inatakiwa tuwe kama Mtume, tuone vitu ambavyo wengine wanashindwa kuviona. Kuona huwa tunatumia macho, na kuna mambo mengine huyabaini kwa macho, na Mtume aliweza kuona kile ambacho hakikuweza kuonwa na macho. Alam naj'al lahu aynayn, hujapewa macho mawili. Ni kweli tuna macho mawili. Mwenyezi Mungu ana mambo makubwa. Katika mafuhumu ya aya anasema ameumba vitu viwili viwili, usiku na mchana, pepo na moto, zuri na baya, mke na mume, na hivi havifanani kabisa, havifanani. Basi hivyo hivyo kuna jicho la kulia na kuna jicho la kushoto, havifanani. Kuna mkono wa kulia, kuna mkono wa kushoto, havifanani hata kidogo.
Kama ukisema binadamu wote ni sawa, hii ni lugha ya kujumlisha. Lakini kuna mke na mume si sawa, hawafanani. Na kama wanafanana, unaonaje tukwambie unafanana na mwanamke? Angalia ugomvi wake. Na si kwamba mwanamke haridhiki vile alivyo, hata ukimwambia kama jike dume mshagombana. Utashi wa uumbaji wake Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, alivyokuwa fundi, kila aloumbwa anaridhika na hali yake na anajiproud. Kila mmoja anafurahi, afadhali bwana mimi nimekuwa mwanaume. Aisi wanaume tuna raha nyingi, lakini mwanamke asema mashaallah mimi ndo baby girl mwenyewe, mtoto wa kike, anafurahi wala hataki kuwa mwanaume. Hatufanani. Macho haya unavyoona, jicho la kuume ni muqaddara, Mwenyezi Mungu alimelikadiria. Kuna vitu limeongezewa ambavyo vile vitu vyake jicho la kushoto halina, na jicho la kushoto nalo lina mambo yake, kulia hakuna. Ina maana ukipoteza jicho moja, kuna uwezekano mkubwa kuna baadhi ya rangi huwezi kuzibaini kwa kupoteza lile jicho. Hujafanya tafiti tu, lakini ndio ilivyo. Kuna rangi zinatambuliwa na jicho la kuume, la kushoto haliwezi. Na kuna rangi zingine sharti litumike jicho la kushoto. Ndio ukweli wa mambo. Na ungejipeleleza, ungefumba jicho siku moja, ungeona ile blue ile. Ukitumia la huku, mbona nyeusi? Mbona imebadilika? Huwezi kunielewa. Lakini hata pua kuna ya kulia na ya kushoto pia. Na hii ni saikolojia. Ni saikolojia. Wewe unaona perfume hii nzuri, shingapi? Unanusa, mara unapeleka huku, hujijui tu, lakini ni kwamba kama huko sijasikia vizuri. Kuna pua inanusa manukato ya aina fulani. Tuchukue mfano mwingine. Hivi wewe, mani alladhi arshadaka? Ni nani alikusimamia kwamba bwana wewe uandike na mkono wa kulia? Nani alikuambia? Umeandika, wala hakuna mtoto andika na kulia. Mwenyewe unaanza kufanya kulia kwa sababu mkono wa kulia una kazi zake. Hivi sasa tuandikie message kwa mkono wa kushoto, kama utaona kama bata kapita. Wale watu waliopata stroke, kapooza upande wa kushoto, wanapata tabu sana kujisafisha toilet na mkono wa kuume. Si kwamba haukuzoea. Mkono wa kuume unauona una power au una power. Wenye power ni wa kushoto. Hata watu wakipigana, ngumi ya left si mchezo, ina power kuliko right. Ni kwamba mkono wa kushoto una mambo yake. Ndio maana mkono wa kushoto, hata mtu kukutana na mkewe ndio wenye balance, kushika farji yake, kushika dhakari yake, unamudu mambo hayo. Ndio maana Mtume wala yabulanna ahadukum, tumesema mmoja wenu asikojoe na mkono wa kuume, wa kushoto, kwa sababu wa kuume hauwezi. Kama kwenye mkono hujaelewa, miguuni. Hakuna hata mmoja alikwambia piga football bwana na mguu wa kuume. Ni wewe mwenyewe tu, lakini ukipewa pasi na lefti mara imekupita. Hauwezi, sio mambo yake. Na ukimwona mtu anaandika na left au anapiga mpira na left, unashanga wewe unatumia left, kwa sababu sio mambo yake. Basi na macho hivyo hivyo. Ukikosa jicho moja, kuna baadhi ya vitu ndo mwisho huvibaini. Watu wa saikolojia wanasema. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiona kwa kawaida na macho yake yako sawia, lakini jicho lake moja Mtume lilikuwa likiona alalam wa ma fiha, lilikuwa likiona ulimwengu mzima wote na kila kilichokuwemo, lakini
jicho lake la pili lilikuwa likitizama kwa rehema, ambayo macho ya watu wengi hawalioni hili. Kuna vitu vingine Mtume, narudia tena, aliweza kuviona watu wengine hawajawahi kuviona. Aliweza kusikia sauti ambayo mwingine hawezi kusikia. Unajua binadamu ana hali tatu. Hali ya kwanza ni hali ya kimawazo, iwe hali nzuri, iwe hali mbaya, iwe ni vita, iwe ni amani, iwe ni ugomvi. Kuna ugomvi kwanza wa kifikra. Ile fikra ikamchukua mtu, ikambeza mtu, inazaa maneno. Vita vya kwanza vilianza vya kimawazo, kisha vikazalika vita vya kimaneno. Usimuone mtu tu akakusemea vibaya, akakutukana, haikuanzia pale. Ilianza katika brain, katika ubongo, ikaja moyoni, kisha baada ya pale yakatoka maneno, na yakishatoka maneno yanakuja matendo. Ukitoka hapo nje mtu kakutia kofi, wallahi ana sifa mbili. Moyoni alikuchukia siku nyingi, asha kusema sana, hivi sasa kathibitisha. Na kama hayo yote hana, mwenda azimu tu, hakuna jengine. Na watu wengi wanahukumu hizi vita mbili tu. Mtu yuko mahakamani, kasema, katukana, kashutumu au kapiga, action au theory. Lakini watu wengi hawamhukumu mtu akiwa anawaza. Lakini Mtume mpaka hicho kinachowaza yeye aliweza kukisikia. Hivi sasa hata umtukane rais wa nchi, lakini unamtukana kimawazo, huwezi kuchukuliwa sheria. Inawezekana khatibu wa leo yuko hapa, lakini akili yako inamdisturb sana, inamtukana sana, na yeye anakutizama kwa bashasha, kwa sababu huwezi kuhukumiwa. Hatuoni vitu hivi. Ndio pale ukaambiwa watakatifu wengi watakwenda motoni kwa sababu wamejipamba na makanzu, wanaongea maneno mazuri, lakini vifuani na mafundo makubwa. Katika Hujurati kule anasema watu wa peponi hawana ghil, hawana mafundo. Ndio maana hakuna jambo kubwa kama kujifunza kuwasamehe watu. So chuki ni ugonjwa mkubwa, ni ugonjwa mbaya. Na hapo ulipo unatukana watu wengi sana rohoni, sema huna kifua cha kubainisha. Sasa Mtume yeye aliona mpaka, na ushahidi huko mwingi. Nikupe mmoja tu. Abu Sufyan radhiallahu ta'ala anhu alichelewa kusilimu, lakini alivyosilimu imani ilikuwa haiko sawa, bado alikuwa na chuki na Mtume Muhammad. Basi Mtume siku moja kasujudu, Abu Sufyan anasema yani mpaka anakuwa na jeuri ya kusujudu mbele yangu. Nisivyompenda ningepata askari wa Kisra hapa na malizane, wallahi ningemuua hapa, singenyanyua shingo yake. Afikiri tunampenda. Kwa sababu Mtume aliweza kuona yale ambayo wengine hakuweza kuona, waliyaona mubashara. Alipoamka anatoa salamu, anampiga bega Abu Sufyan, ambia usipate taabu, idhan yukhzika Allah. Kama unaendelea kuntukana kwenye moyo wako, Mungu atakudhalilisha. Abu Sufyan akasema huyu mtu wa sampuli gani? Anaingia mpaka katika mawazo ya watu. Mtume aliweza kuona vile vitu ambavyo watu wa kawaida hawakuweza kuona. Na ndio maana tunasema fahuwa bashar la kalbashar. Ni mtu lakini si kama mimi na wewe. Allah. Ndio maana hana hata kivuli. Wewe si una kivuli. Mtume hana kivuli. Kwa sababu Mungu alimuondolea kivuli kwa sababu nyingi. Kivuli kinatembea, kinagusa majalala, heshima yake haihusu, kaondolewa kivuli. Sahaba wanampenda, wanamkumbatia,
Angalia shekhe tu, mtu akiwa na shekhe ana wapambe kibao, mtume itakuwaje? Msikiti mzima huu kila anapoenda watu wanamsindikiza. Nani mtume kapita? Sasa ukaribu ule watakanyaga kivuli chake, si heshima. Allah akamuondolea kivuli. Lakini pia yeye mtume ni nuru bwana. Nuru haiwezi kuwa na kivuli. Hawa makameramani hawa wakiwasha kamera zao, sehemu kukiwa na kivuli tu kinaondoshwa na zile taa zao, hawataki kile kivuli. Ndio maana wamezima hata hizi taa, hataki vivuli vya ajabu ajabu. Huyo ndio mtume. Ndio maana vile anavyotizama mbele, nyuma vile vile. Aliwaambia masahaba, vile ninavyoona mbele kwenye hichi kibla changu mnachokiona ndio ninavyoona nyuma. Ina maana ili fuvu la nyuma la mtume halikuweza kumzuia kuona nyuma, kwa sababu yeye alikuwa ni nuru. Lakini mimba ya mamake unasemaje? Walam tajid lihamlihi alaman wala thiqalan wala ilala. Mama Amina ile miezi 9 hakuhisi hata ule uzito wa mimba. Yani mimba yake ya mwezi mmoja alihisi ni ile ile miezi 9. Hakuhisi uzito, hakubeba matope, alibeba nuru ya mtume Muhammad. Wafuasi wa mtume, washabiki wa mtume, wapenzi wa mtume, nasema mtume jicho lake moja aliweza kuona hali ya dunia na vitu vyake. Jicho lake la pili liliweza kuona kwa rehema, liliona kwa rahma. Na sisi itakiwa tuwe kama yeye, tuwe tunaona kwa rehma. Na wale aliokuwa nao walisifika kwa sifa ya kuona kwa rehma, na wakatajwa Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar lakini ruhama'u bainahum wajabatir rahma. Masahaba walikuwa na macho ya rehma. Angalia siku miongoni mwa siku, aliletwa mwanamke, mke mwenyewe ni mke wa mtu, kazini Madina, mpaka kapata mimba. Ameletwa na masahaba, mwanamke huyu amezini ya Rasulullah. Sasa huyu apigwe mawe afe. Hiyo ndio sheria. Anaogopa, haogopi kitu chengine, chini ya ulinzi mkali. Huyu lazima afe. Na ndio sheria inasema hivyo. Mtume jicho lake la mwanzo lilitizama sheria, hapindishi sheria. Nyie mlokuwa na ushabiki, akatwe mkono, auawe. Mtume alikuwa mwamba kuliko wewe. Aliiba mwenye kuiba, wakaja kushtaki kwa mtume, kishaiba. Lakini ukoo wake wa Kikuraishi ni watu waheshimiwa sana hapa mtaani. Ya Rasulullah, fanya njia, sahaba huyu akikatwa mkono itakuwaje? Fedheha kwenye familia ya mzee fulani, ndio anaotoa sadaka msikitini kwenyewe hapa. Mtume hapindishi sheria, alibadilika rangi. Asema lau kanati Fatimati binta Muhammad la saraqat la qata'at yadaha, angekuwa binti yangu mimi angeiba, wallahi ingemkata mkono wake. Hakuna adl, hakuna umimi katika dini, lazima sheria ifuate mkondo wake. Ya Rasulullah, mwanamke amezini, mwanamke mwenyewe anatia huruma, hapa apigwe mawe kiuni tu mfano wake. Mtume akamtizama yule mwanamke, akafungua chumba cha rehema, akasema kweli mama umezini, hebu ondoka bana. Nenda sasa, tutaongea kesho, nenda. Anataka ile hukumu ya umauti mhepe. Mama anarudi, sijakuelewa jana ya Rasulullah, nimeondoka vipi? Labda basi hebu nenda kale kwanza mimba mama. Huyo mtoto ana unyonge gani? Ana dhambi gani? Rudi nyumbani kale mimba hii. Mimba kalea imefika miezi 9. Tayari ishafika miezi 9. Ni wawe tu ya Rasulullah. Mtume asema hapana bwana, kazae. Anatizama kwa jicho la rehema.
kweli anahitajia hukumu, lakini bado hakuna nafasi ya kumhurumia. Kukosa ndo binadamu, wasiokosa ni nani? Huruma imekosekana kati ya maisha ya watu. Yani kuna mtu ukikosea sheria, mwingine hukosea kwa bahati mbaya na wala hakutaka akosee, lakini anavyoadhibiwa habari zake kubwa. Mtu aibe kanda mbili tu hapo msikitini. Nilikuwa katika msikiti fulani, natoa nasaha, nahamasisha sadaka, dakika ugomvi umetokea hapo, vumbi linatimka. Vipi? Kaingizwa mtu msikitini, kashapigwa ngumi, madamu yanamtoka. Nawaambia Waislamu, sisi si ndo mashekhe wenu, ndo tuko mbele. Haya kuna nini? Kaiba viatu. Tena mmoja sema msiwapeleke kwa hao mashekhe, wataanza kulemba-lemba. Hapa tunatoa munkari tu. Jamani, hizi kanda mbili ndo mnamuua mtu msikitini namna kama hii, Waislamu kweli? Nikasema huyo jamani muacheni. Ambia hapana, washazoea, sio leo. Wewe hujaibiwa shekhe, kuibiwa kunauma. Kanda mbili zimetoboka. Alipigwa mpaka akatokea mjumbe akasema, Waislamu mimi simo, huyu mkimuua wallahi mimi nakukaneni. Waislamu mnamuua mtu, rahma hakuna. Mtume kaambiwa swahaba wako anakuja msikitini na safleti anaiba viatu vya maswahaba na tunamjua. Mtume anauliza, lakini anakuja kuswali au kuiba? Anakuja kuswali. Mtume asema muacheni, hiyo swala yake itamrekebisha hiyo. Sala ikisaliwa vilivyo itamkomeleza uovu wa kila aina. Akamtizama kwa jicho la rehema. Ni njaa inamsumbua, sala itamtengeneza. Mara nyingine Amir al-Mu'minin Umar kamkuta mtu kaiba, sasa atakiwa kuadhibiwa, na adhibiwe. As-sariqu was-sariqa faqta'u aydiyahuma jazaan bima kanu ya'malun. Allah anasema hivyo, mwizi mume mwizi mke kata mkono. Amir al-Mu'minin Umar akamchukua kijana, akamwambia, kwa nini hii tabia hii ya wizi wewe uiachi? Sasa mimi nitaka nikuadhibu, lakini napata rahma na kuonea huruma, hebu nieleze. Anachimbua. Lakini bwana yule akaongea kiuenda azimu, mwambia, ni kweli bora unisamehe Amir al-Mu'minin, Mwenyezi Mungu kanikadiria niwe mwizi, kama sio kadari nisingeiba. Umar akamwambia, oho, unajibu hivyo? Basi na mimi nimekadariwa leo, lazima nikutie mbata. Kadari wa qadar. Lakini ilifikia hatua mwaka uchumi uliyumba Maka nzima, hali mbaya. Kiongozi Umar hapingani na Qur'ani, lakini kwa sababu fatwa zinabadilika kutokamana na wakati, akatangaza, kuanzia leo mwizi akiiba msimkate mkono. Hali iliyokuwepo itapelekea wenye subra ndogo wataiba tu, wekeni rahma mbele. Mwanamke anakuja, ya Rasulullah, mimba kubwa. Mtume akamwambia, mama, nenda kazae. Kaza, nishazaa jana, niuliwe. Mtume, we mama una nini? Kamlee basi huyo mtoto. Baadaye kachukuliwa juu na wasiokuwa na rehma, ashazini, yatasahaulika. Mtume akasema, basi haya, vaa nguo zako vizuri, usikae uchi, ingia kwenye shimo ili upate kuadhibiwa. Hata hajakaa vizuri, mwingine kaja na bonge la jiwe kampasua kichwa. Imani hiyo. Mtume akamwambia, vipi bwana wewe, mbona unamuua kikatili? Fa idha qataltum fa ahsinul qitla. Hata mtu akiuawa auawe vizuri, hata mnyama akichinjwa achinjwe kwa usahali, mtu aadhibiwe kwa mapenzi. Mimi nakuadhibu lakini mimi sipendi. Askari polisi, mimi nakukamata lakini sipendi kukamata watu, na kuadhibu sipendi kukupiga. Napata rahma lakini jirekebishe, tusikuadhibu. Ndani ya adhabu anaokupa unaona ndani yake pia kuna rahma, kuna utu. Wewe si mnyama, chumba cha rehema. Na haya ni maagizo. Mtume anasema, arrahimuna yarhamuhumur rahman, wenye huruma atahurumia Allah. Irham man fil ardh yarhamukum man fis sama. Wahurumieni wanaoishi duniani, mtapata rehema za wa mbinguni. Man la yarhamu la yurhamu, asokuwa na huruma wallahi hahurumiwi.
Kuna watu hawana huruma, wanawatesa wake zao. Hata yale mambo ya haki inaonekana kama mpaka walambwe miguu. Mtu anamwadabisha mke wake, sasa sikupi hela chakula, anamshindisha njaa. Kumbe huyu mwanamke ni haki yake. Maana ukimlisha mke wala hapaswi hata kukushukuru. Akikushukuru ni ihsani tu. Huu ni wajibu wako. Mimi nahangaika kwa ajili yako, ni haki yake shekhi, wala si haki yako. Unamlisha na njaa, unampiga. Mara nyingine kweli kakukosea mke wako, kwa sababu tu umekosewa, huyu nampa talaka zote. Lakini umesahau ana kitoto cha miezi miwili, ana vitoto vingine hata kuvaa vyenyewe haviwezi. Unashindwa kuingia chumba cha rehema kwamba basi mimi nitakalia watoto. Mbona wanawake wanaweza? Mimi hapa nilikuwa niondoke, huyu si mwanaume kamwe, angalau watoto wangu wakue. Anaishi kwa rehema ya wale watoto. Wewe ushasahau mpaka rahma ya watoto. Na wanaume wana idadi kubwa sana ya kuacha wanawake kwa sababu hakuna rahma. Ukiwa sio mtu wa huruma, na wewe kuna sehemu huhurumiwi kabisa, rehema ya Mungu inakuondoka. Shaba kapigwa mtu mwingine, jambazi imezunguka, unakungutwa nayo wewe, huku usika. Man la yarham la yurham. Sio hivyo tu, mahakamani kesi imekuja, hupati hata mtu wa kukusaidia. Funga. Utafikiri sijui umefanya jambo gani. Kila jambo wewe hupati rahma. Hata mpaka wakati wa kufa, sakarati yako itakuwa shida, huna rahma, unakufa vibaya. Man la yarham la yurham. Tena huna huruma hata na Waislamu wenzio. Tungejifunza kuwa na huruma, msikitini tusingekuwa na maskini hata mmoja, tungebebana. Lakini huruma imekosekana katika jamii yetu. Alopata na mambo yake tu, atamsaidia mtu kwa maslahi, lakini hakuna mlango wa rahma. Mwanamke yule anauliwa, Mtume anasikitika alivyopigwa kwa ukatili. Tunajua Mtume hamsalii mwenye madeni mpaka alipiwe madeni, lakini huyu Mtume kasimama anaongoza salatul janaza. Umar anasema atusalli alaiha, unataka umswalishe? Waqad zanati, mzinifu mkubwa huyu. Mtume sema, Umar wewe, mimi naona huruma. Lau qismat buyutul Madina, kile kimasomaso chake kukubali kuuliwa si jambo dogo. Jiweke wewe sehemu ile, ni zito. Ingekuwa wewe pengine ungekimbia. Basi Allah naye kamhurumia, kampa thawabu nyingi. Zingegaiwa kila nyumba ya Madina, zisingeenea. Mtume siku anatolewa mbio pale Maka, wanataka kumuua, vijana wametumwa. Kichwa cha Muhammad hayyun au mayitan, awe hai au amekufa, 100 tunaqa dawilo, viete 100 za zama hizo. Kamtafuteni kullu mursadin, kila kichochoro, wanaume wapo, panyarodi wapo. Muhammad atafutwe popote alipo. Anaondoka Mtume nchi yake, anaenda kuanzisha maisha sehemu hajawahi ishi. Anaiambia Maka, mimi nakuacha huku na kupenda. Kaondoka kinyemela usiku wa manane, kahamia Madina. Kiongozi mzima anaanza kufikiriwa, shamba lako litakuwa hili, tunakupa nyumba, utaishi hapa. Nyumba yenyewe hakupewa, hiyo ndio ya sahaba wake. Sahaba anakaa juu ghorofani, Ayub al-Ansari Mtume yupo chini, kijumba tu. Anaishi huko, wasimwachie salama. Binti yake Zainab anamfuata, kapigwa mkuki kwenye mimba, kafa. Wakataifisha nyumba yake. Baadaye kwa nusra na msaada wa Allah, Mtume akapata power. Akaja fathu Makkah baadaye na jeshi la askari 10,000. Watu wa Makkah wenyewe wakaona hii shughuli ile, anaingia pale, la ilaha illa Allah wahda sadaka wa'ada wa nasra abda wa azza junda wa hazama al-ahzaba wahda. Celebrate leo, tunakomboa nchi. Hii ni fathu, ushindi mkubwa. Wana silaha, wana uchungu masahaba. Mpaka make kuna watu wengine hawajapigiwa, washacheza. Saina Saad akaanza mkwara, anatembelea wale wazee wa Kikuraishi. Mfikiri hatuwezi kukulipizeni, innal yawma wallahi yawma malhama. Siku ya leo wazee kitachimbika, ni siku ya kula nyama. Yani tunakula mtu mmoja baada ya mwingine. Makuraishi wote pressure juu.
wanatetemeka, tumekwisha. Muhammad yaachi mtu, wakifikiria madhila waliomfanyia. Mtume akafuata na wale wazee wa Kikuraishi, akaambiwa, umekuja nasikia kumaliza leo watu wako. Mtume sema, nani kasema? Kijana wako Saadi kasema leo ni siku ya nyama. Mtume asema, kadhaba Saadi, amedanganya. Innal yawma yawmu marhama, leo ni siku ya kuhurumiwa. Ishtadhununa anni fa'ilun bikum, nyie mnafikiri mimi nitafanya nini? Idhhabu wa antum tulaqa, kila mmoja na uhuru jamani. Atakayeingia sehemu fulani muacheni. Sisi tunachotaka ni msikiti hapa, amani kwenda mbele. Mtume kawasamee watu wake ndani ya uhasimu, angeweza kufanya. Rehma ilimtembelea sana. Na kwa nini siwe hivyo? Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wewe hukupelekwa isipokuwa uwe ni rehma. Na mwenyewe asema, innama bu'ithu rahma wala mub'athu la'ana, mimi nimetumilizwa kwenu, mimi ni rehma, sio mtu wa kulaani, sio mtu wa kukatili, sio mtu wa kulipiza visasi. Mimi ni mtu wa rehma. Tena akasema, ana rahmatun muhdatun, mimi ni rehma, nimetumilizwa kwenu bure. Mpaka wanyama wanamfuata Mtume. Ngamia anataka rahma kwa Mtume. Watu wangu wananipiga, wananibebesha mizigo hata siwezi, nashinda na kiu. Mtume anawaita, msimtese ngamia, muogopeti Allah kuhusiana na huyu ngamia jamanini. Angalia mpaka wanyama. Mwingine kawinda paha wake, anaenda kumchinja. Yule paha alipokutana na Mtume katoa sauti ya kibinadamu, ya Rasulullah, naenda kunyongwa leo na huyu bwana. Nimezaa kitoto changu jana akijala, nilikuwa naenda kula majani nipate maziwa, naomba ruhusa. Naona rahma na mwanangu, yeye hajui kukosa, nikamnyonyeshe tu, kisha mnyonyesha nikija hapa huyu bwana akanichinje. Angalia, mnyama anaona rahma ya mwanae na anatafuta rahma kwa Mtume. Mtume anamwambia, bwana nakuwekea udhamini, mwachie huyu paa. Yule bwana akasema, paa gani? Mwenyewe anaongea, mimi hata kumla basi tena. Akapona kwa rehema ya Mtume. Kuna anayetisha kama malakul mauti. Huyo malakul mauti mwenyewe alishawahi kuona huruma mara moja kumtoa mtu roho, mara mbili. Anasema siku moja alitumwa baharini, kuna mama mjamzito yupo kwenye boti, amefikia saatul makhadha, ule muda wa kujifungua. Asema nikatumwa uzazi ukamuue. Mimi sikumuonea huruma kufa kwake, nilikuwa napega mahesabu, hichi kinachozaliwa kitaishi maisha gani? Mama mwenyewe yuko peke yake kwenye boti, kitakuwaje? Yani malakul mauti anasema ni ile amri ya Allah. Lakini ingekuwa inafaa kushaurika, ningesema tumuache angalau ale mtoto wake. Nikaitoa roho ya yule mama, kitoto kile kipo kwenye boti, ile boti likapelekwa kwenye mawimbi. Basi akaja paa yule, kila siku anakinyonyesha kile kitoto, anakiachia, anakinyonyesha, kikawa kinakuwa vile. Nilijisikia huruma sana, anapata rahma. Wewe sio Israeli, kwani huna rahma? Huna huruma hata na wadogo zako, huna huruma na ndugu, mbaya wako ni ndugu, huna huruma katika jamii, huna huruma na Waislamu wenzio. Ukatili umekuja, man la yarham la yurham. Asokuwa na huruma wallahi hatorehemewa. Allah mwenyewe ana huruma, Mtume ana huruma. Ndugu zangu, tuoneni kama vile alivyokuwa akiona Mtume Muhammad. Mtume alikuwa akiona kwa jicho la huruma. Kwa sababu ya jicho la huruma, tuishie wakati huu tuwahurumie na wenzetu ambao wanasali katika jua. Tunamwomba Allah tujalie kuwa wafuasi wa hakika wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Kuongezea huruma, tutoe sadaka. Sadaka hizi zitawasaidia mafukara, wenye uhitaji, viongozi. Usikose huruma katika sadaka yako biidhnillahi karim. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wasaluhu min fadlihi yu'tikum. Wa la dhikrullahi 'azza wa jalla wa akbar.